Na mchana leo tunatualika uwepo hapa. Baba, asante kwa kuwa umeleta watoto wako na neema yako iliyokuwa ya ajabu ikasimama katikati yetu. Karibu uliyeanza nasi tangu asubuhi na mchana leo, kaenda kuwepo Bwana, ukajitukuze kwa kuwa ni Mungu unaishi na kutawala. Barikiwa jina lako juu watu wako walifika mahali hapa toka pande mbalimbali za mji huu. Mungu ni mkuu sana, tunakushangilia, tunarudisha sifa kwako kwa kuwa ni Mungu wa ajabu. Tukufu na enzi zako, wote tuseme amen. Nasema tuseme amen. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya. Amen. Majina yangu naitwa Richard Sirukonge, ni mzaliwa wa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Bwana kwa neema hii. Nifurahi kuona ndugu zangu, watu wangu wa karibu, wazazi wangu, wajomba zangu. Namshukuru Mungu kwa ajili ya sisi sote kuwepo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Familia yangu pia nawasalimia kwa sababu nimebaki kwa ajili ya majukumu mengine. Lakini sisi Bwana ametupa neema kufika hapa. Tulikaa kama familia, tukaona wema wa Mungu umekuwa ni mkubwa kwenye maisha yetu, na tukawaza tuje tumfanye Bwana ibada ya shukrani hapa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Jambo keni sana kwenye Biblia. Ibrahimu aliwatembelea Ayubu aliwatembelea watoto wake, akafanya nao ibada nyakati kwa nyakati. Na kwa sababu hiyo tunamshukuru Mungu kule tulipo kwenye maeneo mbalimbali tunapokaa, na Mungu alituhudumia. Lakini wakati wa sasa kuna vizuri turudi nyumbani tulikozaliwa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tumshangilie Yesu kwa makofi. Na leo ni siku ya furaha, na leo ni siku ya upendo ambayo Bwana amefanya tuwepo mahali hapa. Tutashirikiana maneno ya Mungu. Vitabu kama vitatu. Nianze na kitabu hiki cha Mithali. Kitabu cha Mithali ile sura 18 mstari wa 24. Biblia inasema, ajifanyaye rafiki wengi ni kwa uangamifu wake mwenyewe. Ajifanyaye rafiki wengi ni kwa uangamifu wake mwenyewe, lakini yupo rafiki ambatanaye na mtu kuliko ndugu. Yohana ile sura 15 na mstari 13, Biblia inasema, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, kwa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Maliza na kitabu kimoja
Zaburi sura 50 mstari wa 23, atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autegemezaye mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Baba, libarikiwe jina lako wakati wa sasa, na ialika neema yako majira haya. Asante kwa ajili ya neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki wa kweli ndicho kichwa chetu cha ujumbe mchana wa leo. Mwandishi wa kitabu cha Mithali kwa sehemu ameandika Suleimani, naandika kwenye sura ya 18 na mstari wa 24, anasema ajifanyaye marafiki wengi ni kwa uangamivu wake yeye mwenyewe, lakini yuko rafiki wa kweli apendaye watu. Anaandamana na mtu kama zaidi ya ndugu. Nami mchana leo nahitaji tulee au tujifunze habari za Yesu. Kweli yako majina mengi, nimesikia habari zao, watu maarufu mbalimbali, habari zao zimesikika, wasomi, wasiosoma, matajiri wa maskini wamesikika, watawala mbalimbali wamesikika na mambo yao mbalimbali ya utendaji wao. Lakini nahitaji mchana leo tujifunze habari za rafiki wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaposema rafiki wa kweli, manake yuko na rafiki mwingine ambaye si wa kweli, na rafiki wa kweli anaitwa Yesu, Mwana wa Mungu aliye juu. Huyo ndiye aliyeleta habari njema duniani, ili kwamba watu wakimwamini, watu wakimkubali, watu wakimtaka, anayo kazi ya kusamehe dhambi zao, anayo kazi ya kusamehe dhambi zao, na sio hizo tu, anayo kazi ya kuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yuko rafiki mwingine aitwa Shetani. Pia ni rafiki kibaka, rafiki kamkazi asiyefaa kwenye maisha ya watu. Maana mpango wa Mungu tangu alipomuumba mwanadamu alikusudia mwanadamu aishi maisha yaliyoendelea, maisha ambayo kimsingi asingekuwa ni maisha ya changamoto. Hiyo ndio kazi kubwa Bwana aliyoifanya, akilenga mwanadamu aliyeumba kwenye sura na mfano wake, aishi duniani kwa tumaini, aishi duniani kwa kuelewa kwamba yeye ni wa thamani mbele za Mungu kuliko kitu chochote. Mungu kumuumba mwanadamu, anamuumba kwenye sura na mfano wake kwa lengo jema. Na kabla ya dhambi, mwanadamu alisikia sauti ya Bwana akisema, alishuka kwenye bustani ya Edeni, alisema na Adamu na mke wake namna alivyowapenda, namna alivyowajali. Lakini kadri wakati ulivyoendelea, Shetani akawacha njia, Shetani akaingia, Shetani akateka fahamu zao, akaanza kufundisha tabia mbaya. Na mchana wa leo tuelewe, Watanzania na ndugu zangu mlioko hapa, kwamba mpango wa Yesu kama rafiki mwema kwa wanadamu ni kwamba asipotee mtu hata mmoja. Sema amen. Nikasema tena, sema amen. Hiyo ndio mpango wa Mungu wa uumbaji tangu mwanzo. Maana kabla ya Adamu alikuwa kuna mwanadamu wa nje. Kabla ya Adamu hakuwepo mwanadamu. Lakini baada ya uumbaji, Shetani alipomwingia akaona yeye alishaikosa mbingu, maana alikuwa mbinguni kabla ya ndugu wa kuzimu.
kabla hajatupwa duniani, kazi yake akaona hao watu wanapendwa sana na Mungu. Mungu amekuwa rafiki yao sana. Sasa kazi ya shetani nini? Ni kuhakikisha wanadamu, Adamu na Hawa, anawaondoa kwenye ile kusudi la Mungu la uumbaji. Lakini ashukuriwe Mungu, sema amen, kwa kuleta Yesu. Na Yesu hakuja kwa ajili ya kabila fulani. Yesu hakuja kwa ajili ya dhehebu fulani. Alikuja kwa ajili ya wanadamu wote watakaomwamini, waokolewe, wasamehewe dhambi, na kusudi lake baada ya maisha haya sote tuweze kuona Mungu aliye juu na kwa Yesu. Na habari njema msalaba, habari ambazo ni njema. Shetani tabia yake ndio maana anafanya adui wanadamu, anatabia kufundisha mambo mabaya yanaonekana kama mema wakati fulani. Anamfundisha mtu kuleo, anamfundisha mtu uongo, anamfundisha mtu uchawi. Hizo ni kazi za shetani ambayo Biblia inamkataa kwa sababu aliasi mbinguni. Na shetani yuko mbinguni, alikuwa ni kiumbe mmoja wa ajabu sana, alitumika kwa viwango. Mungu alikubali. Biblia inasema ndani yake Bwana aliumba muziki, ndani yake alitembea kama chombo cha thamani. Biblia inasema alikaa katikati ya mawe yenye moto, namna Mungu alivyokuwa amemheshimisha. Lakini Biblia inasema akatamani nafasi ya Mungu. Shetani akatamani nafasi ya Mungu, akatamani awe kama Mungu, akashawishi malaika. Bahati mbaya, malaika ambao wachache wao wakaamua kuandamana naye, na matokeo yake Mungu akakataa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi ni mbaya, dhambi ni kikwazo, inakuondoa kwenye maisha, inakuondoa kwenye kusudi la moyo wa Mungu. Unapotenda dhambi, unajitenga na kusudi la Mungu la uumbaji. Bwana alipomuumba Adamu na Hawa asingekufa, yaani mwili tukalikuwa mwanao Adamu na Hawa asingekufa. Bwana hajakuumba kwa lengo la utende dhambi. Manake unapoacha habari za Mungu unatenda dhambi, unafanya urafiki na shetani. Tabia yako kuna wakati Bwana atatukataa. Kwa hiyo habari njema za Yesu tano leo, hata tusikie kwamba mpango wa Mungu kwa mwanadamu hata majira tulio nayo hatujajipata. Tukimtaka Bwana yupo, uwezo wake yupo, neema yake yupo, upendo wake kwa wanadamu wote uko vile vile, hautabadilika. Fika kweli anaitwa Yesu Kristo, na vitu vibaya anaitwa Shetani. Tabia zake anafundisha mtu ulevi, kuvuta bangi, kuoga, ushirikina, uasherati, uzinzi, usagaji, ushoga. Hizo ndizo tabia za Shetani ambaye ni rafiki mbaya. Kazi zake ni mbaya, lakini mtana ule Bwana anatutaka kila aliyezaliwa na mwanamke. Biblia inasema siku zake sio nyingi, nazo zimejaa na taabu, lakini mpango wa Mungu na kumuumba Adamu na Hawa ni lengo lake awasaidie. Mungu hakuumba jana ni matokeo ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akatuma na miili ya kufa. Miili ya kufa imetokea kwa sababu ya dhambi. Maana tusingetenda dhambi, Bwana alituumbia miili ya kuendelea kuishi. Sema amen. Tukasema tena amen. Tulikuwa tumeumbiwa miili ya kujichaji. Baada miaka 400 dhambi mbaya. Rafiki wa kweli anaitwa Yesu. Ukimkubali atakubadilisha, ukimkubali atakufanya dhambi zako na shida zako, ukimkubali atakusamehe, ukimkubali atakosha, hata kama ulikuwa ulipiga kwa kiwango cha